Ninayezungumza hapa naitwa Othman Omar Dunga, ni makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Bara, na vile vile nilikuwa mgombea wa ubunge jimbo la Kondoa maarufu Kondoa vijijini. Ndugu wanahabari, sote tunaelewa kwamba chama cha wananchi CUF kimetoa msimamo wake juu ya hali halisi ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Lakini mimi hapa lengo langu, pamoja na kwamba nitazungumzia uchaguzi huo, lakini mimi nianze tu kwa sababu nilikuwa jimboni na ni mara yangu ya kwanza kuongea na vyombo vya habari toka uchaguzi umefanyika. Nianze tu kwa kutoa pole nyingi kwa Watanzania ambao wamepoteza ndugu zao katika kadhia ya maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Ndugu wanahabari, jambo hili la mauaji makubwa ambayo yamefanyika katika nchi yetu ni jambo geni sana katika nchi yetu, na ni jambo ambalo kila Mtanzania anatakiwa atafakari kwa kina, na hususan serikali juu ya haya yote yaliyotokea kwa kuuliwa ndugu zetu ambao walikuwa waandamanaji na wakiandamana wakiwa wanaandamana na kupigwa risasi za moto na kusababisha vifo vyao. Ndugu wanahabari, swala hili la mauaji katika nchi yetu sio jambo geni. Swala hili la mauaji lilianzia kwa chama cha wananchi CUF. Mauaji yale maarufu yanajulikana kama mauaji ya mauaji ya mwaka 2000, tarehe 26-27 mwaka 2001, pale waandamanaji wa chama chetu walipopigwa risasi za moto na kuuliwa kwa mamia ya waandamanaji kule Zanzibar. Kitendo kile kilipotokea ndio mara ya kwanza nchi yetu ilizalisha wakimbizi katika nchi yetu. Tulizalisha wakimbizi wakakimbia nchi, na wengine mamia kuuliwa na serikali kwa sababu tu tulikuwa tunadai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na sheria za uchaguzi ziweze kubadilishwa. Hukumu yao wananchi wale waandamanaji ni kupigwa risasi hadi kufa. Lakini wakati waandamanaji wale wanakufa, tofauti yao na hao waandamanaji wa mwaka 2025 ni kwamba waandamanaji wa mwaka 2001 wao walikuwa ni waandamanaji waliokuwa wakiandamana maandamano yaliyoratibiwa na chama cha wananchi CUF, ambacho tilifuata taratibu zote za kisheria za kuandamana ili wananchi kufikisha ujumbe wao kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2000. Wananchi walianza kuuliwa kabla hata ya siku ya maandamano yale, na siku ya tarehe 26 ndipo waandamanaji walipouliwa kwa wingi zaidi. Lakini tofauti yake ni kwamba waandamanaji wale wao hawakuleta vurugu wala hawakupora na kuvunja maduka ya watu na kuchoma moto na kuharibu mali za serikali au mali za watu binafsi kama zilivyofanyika tarehe 29. Lakini hapa ninachotaka kuzungumzia nini? Ninachotaka kuzungumzia ni kwamba jamii, especially vyombo vya viongozi wa dini, mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kutetea haki za binadamu, hakuna hata moja aliyolani mauaji yale ya mwaka 2001. Kwa hiyo kitendo kile, na baadhi ya watu maarufu tu walinukuliwa wakidai kwamba waandamanaji wale hata kama hawakuwa na silaha za moto, hata jiwe ni silaha vile vile. Kwa hiyo walitetea yale mauaji
kana kwamba serikali ilikuwa na uhalali wa kuua wananchi wasiokuwa na hatia na wala hawakuwa na silaha zozote za kukabiliana na polisi. Kwa hiyo kitendo kile cha jamii na hasa viongozi wa kijamii kama viongozi wa dini, mashirika ya kutetea haki za wananchi, mashirika ya kutetea haki za binadamu kushindwa kukemea mauaji yale, ndio leo tumeshuhudia mauaji ya halaiki yaliyotokea katika nchi yetu tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, chama chetu kimetoa msimamo wake na kimelaani mauaji haya, kauli ambayo imefafanuliwa kwa ufasaha zaidi na mwenyekiti wa chama chetu Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Vile vile tunaiomba jamii, pale jambo lolote la ovyo linalofanywa na serikali, jamii kwa pamoja iweze kushutumu na kukemea vitendo vile ili visiweze kuendelea tena katika nchi yetu, ambavyo leo kama vingekemewa mwaka 2001, leo nina uhakika serikali ingekuwa na soni ya kuweza kuwafyatulia ovyo waandamanaji hawa risasi. Kwa hiyo hii ndio wito wangu ninatoa, kwamba tusiwe double standard katika tatizo moja ambalo limetokea. Hawa wanapewa sura hii na hawa wanapewa sura hii. Leo wanajitokeza mashirika ya kutetea haki za binadamu, viongozi wa dini wanalaani mauaji haya, lakini kwa uzito mkubwa kuliko yale mauaji ya 2001. Na sisi chama cha CUF, ambapo sisi ndio watetezi wakubwa wa haki za binadamu, na tumeanza muda mrefu kudai katiba mpya na tume huru ya uchaguzi na sheria hizi za uchaguzi ziweze kubadilishwa, na mpaka leo hazijaweza kubadilishwa toka tumeanza kudai mwaka 2001. Na leo hii msimamo wa chama chetu ni kutambua uchaguzi wa tarehe 29 uliomweka madarakani Mama Samia na wabunge na serikali yake kwa ujumla. Huu ndio msimamo wetu, na msimamo huu tutawaomba wananchi waweze kutuunga mkono, na ikitafika mahali tutaweza sasa kuyaratibu vizuri maandamano ya wananchi, na wananchi waweze kuandamana ili kudai katiba mpya, kudai tume huru na sheria za uchaguzi, ambao uchaguzi ndio umekuwa chanzo kikubwa cha kuangamiza wananchi wetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, uchaguzi kama mlivyouona na kusikia, mara hii hapakuwa na uchaguzi. Kumekuwa na wizi, na sio wizi tu wa kura. Huu ni ujambazi. Ni ujambazi wa kura, ambapo serikali ya CCM kwa kutumia vyombo vyake vya dola walitoa maelekezo kwa wasimamizi wa uchaguzi, na wasimamizi wa uchaguzi wale wao ndio walikuwa wanaweka kura za bandia. Kura za bandia kwa maana hakuna mpiga kura aliyokuwepo pale, isipokuwa wao ndio walikuwa wanachana vile vibutu, na wapiga kura wengine walipewa kura usiku, pamoja na kupewa rushwa ili waweze kutumbukiza kura. Mtu mmoja alikuwa anapewa kura zaidi ya 30 kwa mtu mmoja na kutumbukiza kwenye sanduku. Hii inaonyesha kwamba CCM wamekuwa sugu katika wizi wa kura, na CCM inajua katika uchaguzi huru na haki haina uhalali wa kuendelea kuongoza nchi yetu. Na ndio maana kesho Rais Samia, rais aliyetangazwa na tume hii iliyobariki uchaguzi wa wizi, anatangazwa kesho, anazindua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yamkini chama chetu kimepewa fursa na mwaliko wa kwenda kuhudhuria hotuba ya ufunguzi wa bunge. Chama chetu hakiwezi kushiriki ufunguzi huu wa bunge, na chama chetu hakitambui uchaguzi, kwa maana hakitambui wale wote waliochaguliwa tarehe 29
Oktoba 2025. Hivyo kamwe hatuwezi kushirikiana na serikali hii katika jambo lolote la kitaifa linalohusiana na shughuli za kitaifa, kwa sababu sio viongozi halali walioingia madarakani. Ndugu zangu wanahabari, mimi nilikuwa mmoja ya wagombea katika jimbo la Kondoa vijijini kama nilivyowaeleza mapema, na mimi ni victim ambayo nimeshuhudia kwa macho yangu vurugu zilizokuwa zinaendelea katika vituo vya kupiga kura, na mawakala wetu walikuwepo katika vituo hivi, lakini mawakala walikuwa wakitishwa na kuambiwa tutakuitia polisi kwamba wewe unasababisha vurugu kituoni. Kwa hiyo wakala akisikia polisi, kwa wale mawakala wetu walivyokuwa hawakuzoea vurugu, walikuwa wanakubali na kuangalia vitendo vyote vilivyo vinafanyika vya kiuhalifu vituoni. Kwa maana hiyo, mimi nilibahatika wakati ninazunguka katika vituo, nilibahatika kuzungukia vituo. Saa 3 asubuhi nilikuwa kituo kimoja cha shule ya msingi kwa Mafunchi, kata ya Changaa. Saa 3 asubuhi nimefika pale, nimekuta boksi limejaa kura. Lakini wakati nikiwa njiani kuelekea katika kituo hicho, nilikutana na wakala wangu katika kituo hicho. Namuuliza, mbona uko nje na kituo kule uchaguzi unaendelea? Akaniambia, pale nimenyimwa fomu ya kujaza ili nipige kura katika eneo lile ninalosimamia. Kwa hiyo nimetakiwa nikapige kura katika eneo langu jingine nilojiandikisha, alafu kisha nirudi. Hilo eneo kutoka pale kituo kilipo kwenda kule aliporuhusiwa kwenda kupiga kura ni karibu kilomita 4. Sasa nimemkuta njiani, nikamchukua na lifti ya gari yangu, anafika pale pamoja na mimi katika kituo kile cha shule ya msingi kwa Mafunchi. Tunakuta tayari boksi limekwisha jaa, lakini nje hakuna mpiga kura hata moja. Kwa hiyo vituo havikuwa na misururu na foleni ya kupiga kura, lakini maboksi yamejaa na kuonyesha kwamba watu wamejitokeza kwenda kupiga kura. Kiukweli mwaka huu ni katika mwaka ambao wananchi walikata tamaa, hawakwenda kupiga kura. Basi ilikuwa ni tarehe 29 Oktoba 2025. Ilikuwa inafika mahali mtu mpiga kura sahihi anakwenda kituoni kwenda kupiga kura. Akifika pale kituoni anaambiwa tayari jina lake limekuwa ticked kwamba tayari ameshapiga kura, wakati hajapiga kura na yeye ndio kwanza amefika pale kituoni. Kwa hiyo ile kauli mbiu ya CCM ilikuwa inasema Oktoba tunatiki. Ni kweli walikuwa wanatiki. Ilikuwa sio masihara. Na mimi sikutegemea CCM kwamba wangekuwa wamekosa aibu kiasi kile cha kufanya haya walioyafanya, kwa sababu sio ujasiri wa kawaida wa binadamu kufanya mambo kama yale. Kwa hiyo CCM kama haitaki uchaguzi huru na haki, ilikuwa ni bora tu wangelizungumza mapema kwamba pasiwepo na uchaguzi katika nchi hii, ili watu wasipoteze mali zao, wasipoteze muda wao na kuwasumbua wananchi kwenda vituoni kupiga kura ambapo kura zao hazina thamani tena. Na hili ndio linapelekea machafuko katika nchi mbalimbali duniani. Leo nchi yetu imepata doa kubwa sana kwa sababu ya udhalimu wa serikali ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha wanakihami Chama cha Mapinduzi ili kiendelee kuwepo madarakani hata pale wananchi hawakitaki na hawajakichagua Chama cha Mapinduzi. Hili ninalizungumza kama makamu mwenyekiti wa chama nikiwa mgombea. Kwa kweli linaniumiza, linatia hasira na nikiwa katika kituo nilipigiwa simu nikiwa njiani naendelea na ziara ya kukagua vituo kama mgombea. Nilipigiwa simu kituo namba 1 shule ya msingi Chubi. Kulikuwa na msimamizi wa uchaguzi, aliweka ballot papers, karatasi za kupigia kura nyingi, burungutu la karatasi kwa lazima, na wakala wetu akiona. Na alipomuuliza kwa nini unataka kuingiza kura mimi sikubaliani, akasema kwamba tutakuitia polisi sasa hivi na askari mtoe nje huyo wakala kwa sababu analeta fujo kituoni. Alipotoka nje akanipigia simu, nikafika pale, nilifika majira ya saa 10 jioni. Wamefungua box la kura
kwa kweli tumekuta burungutu lile liko limejitenga kabisa na karatasi zingine, kama vile limewekwa katika bahasha maalum na likaenda kutumbukizwa kura zile. Wananchi wenye hasira walikivamia kituo kile wakitaka kuwachoma wasimamizi wote na kumchoma na wakala wa CCM katika kituo kile. Kwa sababu nilikuwa katika kituo kile, nilijitahidi sana kuzuia vurugu zile zisiendelee katika kituo kile, lakini walifanikiwa kuchoma sanduku moja, kama sio mawili, nadhani moja au mawili yalichomwa, ya mbunge na sanduku la diwani, ambayo ndiyo kabisa yalikuwa yamehujumiwa kwa kiasi kikubwa katika uchaguzi huo katika jimbo hilo. Lakini tulipozidiwa nguvu na wakachoma maboksi yale, mimi nilishindwa kuondoka pale nikiwasihi wananchi wenye hasira wasiwalipue na kuwaua wasimamizi wa kituo kile. Kwa kweli nilikaa pale mpaka polisi walipokuja na kumchukua yule wale wasimamizi wa kituo, na mimi wakanichukua, na nilipofika kituo cha polisi, kituo kikuu cha polisi Kondoa, mimi nilishikiliwa na polisi kwa muda wa siku 3, kuanzia tarehe 29 siku ile saa 10 jioni, tarehe 30 na 31 saa 1 jioni ndio nilitolewa kwa dhamana katika mahabusu ile ya polisi. Hii mtaona ni namna gani uharamia huu umefanyika Tanzania nzima, sio jimbo hilo tu. Jimbo hilo nalizungumzia kwa sababu mimi nilikuwa shuhuda na nimeshuhudia. Mimi nimekamatwa na polisi, kwa hiyo sijui mpaka leo hata kura zangu ni ngapi nilipata katika jimbo hilo. Wamekaa wametangaza wenyewe wakapeana, lakini yule diwani wa ile kata ambalo boksi lilipuliwa kwa moto na wananchi wenye hasira, hadi leo yule diwani haonekani na hawezi kufika pale, lakini ndio wamemtangaza, wameenda kumtangazia kwenye makao makuu ya jimbo, na cheti chake amepewa chooni. Yaani wameenda chooni ndio wakampa cheti cha ushindi, ili wananchi wasijue na wasimuone wakati anakabidhiwa cheti kile. Sasa hiyo ndio hali ya namna hiyo. Mpaka leo kuna tension kubwa, kuna hali mbaya kabisa ya kiusalama, na waandishi mimi nitawapeleka katika eneo hilo, hiyo kata ya Itasu, mpaka leo mkashuhudilie hakuna boksi lililohesabiwa kura mpaka leo, lakini tayari huyo mshindi ameshatangazwa kwamba diwani wa CCM ndio aliyeshinda na kuongoza kata hiyo. Diwani mwenyewe Msela hana familia, kwa hiyo hata asipoonekana hiyo kwake haina hasara yoyote, kwa sababu ni yeye peke yake, hana familia pale kijijini au pale kwenye kata yake useme kwamba anaweza akarudi siku moja katika eneo lile. Kwa hiyo wananchi wanajua, kwa sababu huyu mtu hakuwa na makazi halali pale, sio mkazi wa pale, yeye ni mfanyakazi katika migodi huko Kahama. Wananchi hawakumpa kura. Mimi natoa wito kwa Tume Huru ya Uchaguzi ijiuzulu mara moja kwa aibu hii iliyoisababishia hasara taifa. Leo miundombinu imechomwa, leo wananchi wamepoteza maisha yao, alafu wao wanaendelea kuenjoy maisha wakijiita kwamba kuna mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wanajiita kwamba kuna manini hawa makamisa, wanaitwa au observers, wanaitwaje wale makamisa, makamishna wa tume, ambao tulilalamika muda mrefu tukasema kwamba makamishna hawa ni CCM, ni makada wa CCM, wakiwepo watu walioshika madaraka na nyadhifa za juu kabisa ndani ya Chama cha Mapinduzi, na leo wamewekwa pale. Hivyo unategemea nini kitokee? Lakini chama chetu kiliingia katika uchaguzi sio kwa sababu kiliridhishwa na maandalizi ya uchaguzi na tume hii inayojiita huru na haki, ila tulishiriki ili kuionyesha dunia. Maana tusiposhiriki sisi, wangeiba nini sasa? Wangeiba kitu gani? Ni lazima ushiriki ili uone kwamba hawa watu ni namna gani wasivyoaminika. Kwa hiyo wenzetu Chadema wao walibashiri kwamba uchaguzi hautakuwa huru na haki kwa tume hii, na wakasema no reform, no election. Sawa, hawa walikuwa manabii waliotabiri. Sisi tukasema
tutakuwa Tomaso sisi tukaone wenyewe hali hii. Je, hii tume huru kwa mara ya kwanza itatenda uhuru kama inavyojiita tume huru? Kumbe ni mazandik, ni tume ambayo haifai kuitwa hata tume huru. Ni afadhali ile tume ilikuwa ya taifa ya uchaguzi kuliko hii tume inayoitwa tume huru ya uchaguzi. Wito wangu, wasipojiuzulu nitapeleka hoja kwenye Baraza Kuu la Uongozi la Taifa kuitisha maandamano ya nchi nzima kushinikiza kwamba tume hii ijiuzulu, wakati chama chetu kimetoa wito na msimamo kwamba tuwe na serikali ya mpito ili kuelekea kuundwa kwa katiba mpya, ule mchakato ambao ulikuwa katiba ya Jaji Warioba iweze kuendelezwa na tupate katiba mpya ya uchaguzi, lakini kusiwe na serikali hii ambayo iko madarakani kwa njia ya wizi, kwa njia ya hila, kwa njia ya ujambazi. Kwa hiyo sisi kama chama kwa kweli we are serious, na tunaomba wananchi watuelewe, tuko serious katika hili, tuko makini katika hili. Hatutakubali kuendelea kuchezewa na serikali hii ambayo inajiweka madarakani kwa hila na kupitisha Chama cha Mapinduzi kwamba kiendelee kuongoza nchi hii bila uhalali wa wananchi.